Yeyote anayesoma Biblia takatifu, hususan anaposoma injili hizi nne za Mathayo, Marko, Luka na Yohana, au hata zile barua mbalimbali na nyaraka mbalimbali katika Agano Jipya, utakutana na haya, tuseme hizi kauli mbili, tuseme neno mwana wa Adamu na mwana wa Mungu, hususan katika hizi injili. Sasa watu wengi huwa wanashindwa kuelewa hizi sifa mbili, sifa ya mwana wa Mungu au sifa ya mwana wa Adamu, zina tofauti gani? Kwa kawaida Waislamu wao huwa wanaona neno mwana wa Adamu kama ni sifa ya kawaida kabisa ya kibinadamu, kwamba unavyomwona Bwana Yesu anajizungumzia kama mwana wa Adamu ni kama vile anaukataa Mungu wake. Na hii ni kwa sababu ya kutokuelewa kwao namna gani Biblia inavyoandikwa na lugha ya kibiblia na lugha ya kimungu inavyozungumzia kuhusu hizi sifa mbili. Wasichofahamu ni kwamba mwana wa Mungu ni sifa ya chini kuliko mwana wa Adamu. Kwa mfano, taifa la Israeli lilikuwa linajulikana kama ni mwana wa Mungu. Wafalme wa Israeli waliitwa mwana wa Mungu. Malaika pia walitambulika kama wana wa Mungu. Wanadamu kwa nafasi zao pia katika namna mbalimbali, hata sisi kwa mfano wa Kristo leo hii tunahesabika kuwa wana wa Mungu kwa imani baada ya kumkiri Kristo. Kwa hiyo neno mwana wa Mungu ni neno ambalo linabeba mantiki pana na inajumuisha pia hata uumbaji au viumbe katika ulimwengu na hata kule mbinguni. Kwa hiyo mwana wa Mungu si sifa ya upekee sana. Lakini hata hivyo Bwana Yesu anapokuwa anazungumzia mwana wa Mungu alikuwa na maana tofauti na anapozungumza mwana wa Adamu. Kwa mfano, unapenda kuangalia hizi sifa mbili katika neno hii sifa mwana wa Adamu katika Agano Jipya inatajwa mara 78. Na katika hizo mara 78, mara 77 zote unazikuta katika Injili tu. Mara moja tu Luka anaitumia katika Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 56. Na katika hizi mara 78, mara mbili tu au tuseme mara tatu tu, hii katika Matendo ya Mitume 7:56 na Yohana sura ya 12 na aya 34, ambako hii sura ya 12 aya 34 hili neno mwana wa Adam inatajwa mara mbili. Katika hizi tatu ndio peke yake ambapo ni si Bwana Yesu anayezungumza. Mara nyingine zote zilizobaki ni Bwana Yesu mwenyewe akijizungumzia mwenyewe kama ni mwana wa Adamu. Kwa maana hiyo katika mara 78 ambapo Agano Jipya inataja hii sifa ya mwana wa Adamu, mara 75 ni Bwana Yesu mwenyewe akijizungumzia kama yeye ni mwana wa Adamu katika nafasi mbalimbali. Sasa unapokwenda katika neno la mwana wa Mungu katika Agano Jipya linatajwa mara 46. Hili linatajwa katika nafasi tofauti tofauti. Kwa mfano, mbali ya kwamba Bwana Yesu anajizungumzia kama mwana wa Adamu mara 75, Bwana Yesu ni mara 4 tu anajizungumzia kama ni mwana wa Mungu. Kwa mfano, tunamuona kabisa katika Injili ya Yohana tu, Yohana sura ya 5 mstari wa 25, Yohana 9:25, Yohana 10:36 na Yohana 11 mstari wa 4. Peke yake ndiko Bwana Yesu unakuta kwamba anajizungumzia kama mwana wa Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu kila mara alikuwa akijizungumzia kama mwana wa Adamu kuliko kujizungumzia kama mwana wa Mungu. Na alifanya hivyo kwa kusudi maalum. Sasa tukija katika zile mara 46 ambapo imetajwa hili neno mwana wa Mungu, tumeona kwamba mara 4 tu ndiko Bwana Yesu mwenyewe ndio amelitumia. Mara nyingine zote ni wengine wakimzungumzia kama mwana wa Mungu. Kwa mfano, utagundua kitu moja cha kipekee sana kwamba mara kadhaa Ibilisi au Shetani alikuwa akimzungumzia Yesu, hakuthubutu hata mara moja kumuita Yesu kwamba ni mwana wa Adamu. Mara zote alimuita Bwana Yesu kama mwana wa Mungu. Na watu wengine, kwa mfano kuhani mkuu, watu wengine Mayahudi na kadhalika, walikuwa wakimuita Yesu kama mwana wa Mungu. Hata wanafunzi wake, kwa mfano Petro, anapomzungumzia Petro na wengine wanamuita mwana wa Mungu. Sasa kwa mfano pia, mbali ya kwamba mwana wa Adamu unaikuta almost exclusively katika Injili, mwana wa Mungu Paulo anaitumia mara kadhaa katika nyaraka zake mbalimbali. Kwa mfano Paulo yeye anaitumia mara 8. Hakuna sehemu mara hata moja ambao Paulo anatumia neno mwana wa Adamu. Anatumia mwana wa Mungu peke yake katika nyaraka zake. Kwa mfano barua kwa Warumi, kwa Wakorintho wa pili, kwa barua nyaraka kwa Wagalatia, wa Efeso, Waebrania peke yake Paulo anatumia neno mwana wa Mungu mara 4. Hata hivyo, mbali ya hiyo tunaona pia kwa mfano maneno haya yanapotumika, mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, yanabeba nafasi tofauti.
Sasa nataka nijikite katika kukuelezea tofauti zilizopo. Mwana wa Mungu kama nilivyosema ni sifa ambayo inatumika pia nje ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kama nilivyosema inatumika katika Mungu mwenyewe analiita taifa la Israeli kama mwanangu. Malaika pia wanaitwa wana wa Mungu. Tunaona pia hata wafalme wa Israeli nao walikuwa wakiitwa wana wa Mungu. Na mambo kama hata sisi wanadamu tuko katika Agano Jipya hili, kwa imani tunatambulika kama tunakuwa ni wana wa Mungu, lakini hakuna kiumbe hata kimoja kiwepo mbinguni au duniani nje ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anatambulika kama mwana wa Adamu. Na kwa hili Wayahudi wa kale kabla ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, hata wakati Bwana Yesu Kristo akiwa hai akizunguka na kuhubiri na kuzungumza na watu na kufanya miujiza, Wayahudi walitambua kabisa kwamba mwana wa Adamu ni nafasi ya kipekee ambaye walikuwa wanaamini anakuja mtu ambaye ana sifa na uweza wa kimungu na mamlaka ya kimungu. Wao waliamini hivyo. Neno mwana wa Mungu Bwana Yesu anapolitumia analitumia neno mwana wa Mungu au sifa ya mwana wa Mungu akimaanisha nafasi yake kama Masihi. Lakini kila alipokuwa akilitumia kama mwana wa Adamu alikuwa akilitumia katika nafasi ya yule nabii mkuu au nafasi ya umungu ambao ina mamlaka yenye nafasi ya kwake katika uweza wake na mamlaka katika hukumu ya mwisho na uweza wake katika ukuu na mamlaka ya kimungu. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, neno mwana wa Adamu ni sifa ya kimungu, sifa ya nafasi ya ile nafsi inayokuja duniani ikiwa na mamlaka ya kimungu, na ambao itakuja nafasi hiyo, huyu anayetambulika kama mwanadamu atakuja tena kuwahukumu wazima na wafu. Kwa hiyo ni sifa kubwa yenye mamlaka ya kimungu na ni sifa ambayo iko kwa Bwana wetu Yesu Kristo peke yake. Na Wayahudi walifahamu kwa sababu wanapoenda katika kitabu cha Danieli sura ya 7 anaelezewa vizuri huyu mwana wa Adamu. Na ndio maana Bwana Yesu anaposema kwamba yeye ni mwanadamu mbele ya yule kuhani mkuu Kayafa anararua nguo zake pale pale, kwa sababu walijua fika mwana wa Adamu, hasa jinsi alivyokuwa anamuelezea sawa na ile Danieli sura ya 7 mstari wa 13 inavyoelezea kwamba atakuja katika mawingu akiambatana na malaika zake. Ni Mungu tu ndiye ambaye anaambatana na malaika anapokuwa katika jambo fulani, na ni Mungu pekee katika imani ya Kiyahudi ambaye ana mamlaka ya kutembea katika mawingu, kwa sababu yeye ndio mmiliki na mwenye mamlaka na uwezo wa kufanya hivyo. Wengine wote walikuwa hawa katika taswira za kimaandiko na kiufunuo na kinabii. Viumbe vingine vyote vilikuwa havizungumziwi katika nafasi hiyo. Kwa hiyo ndio maana kila mara Bwana Yesu alipokuwa akizungumza kwamba mwana wa Adamu, Wayahudi walikuwa wakimsikiliza, na mara nyingine walikuwa wakibishana naye, na mara nyingine walifika hatua mpaka wakataka kumpiga mawe kufa, kwa sababu walikuwa wanafahamu mwana wa Adamu inamaanisha nini. Sasa mwana wa Mungu, japo kwamba tunaiona Bwana Yesu akitumia yeye mwenyewe kwamba akijifananisha yeye kama mwanadamu, ameitumia mara chache zaidi. Kama nilivyosema, ameitumia mara 4 tu. Tena katika Injili tunaona katika Injili ya Yohana tuna mara zote ameitumia hii akizungumzia nafasi yake kama Masihi au yule mpakwa wa Mungu. Sasa mwana wa Adamu ni sifa ambayo ni yule ambaye alikuja anakuwa ni daraja kati ya Mungu na mwanadamu katika hali ya ukombozi. Lakini mwana wa Adamu ni sifa ya umungu ambaye mwenye mamlaka ya kuhukumu, mwenye mamlaka ya kufufua na kufanya mambo ambayo ni Mungu pekee yake anaweza kufanya. Kwa hiyo unapomwangalia Bwana Yesu na unaposoma Injili takatifu zote hizi 4, unapokutana na neno mwana wa Mungu, utambue Bwana Yesu anauzungumzia umungu wake na mamlaka yake ya kimungu, hasa katika suala la hukumu na yale mambo ya mwisho ambayo atakuja kuyafanya atakaporudi mara ya pili. Na pia nafasi yake ambako anapokuja kuinuliwa anakuja kudhihirisha umungu wake na uwezo wake katika uokovu na mambo kama hayo, si vinginevyo. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, nikufahamishe tu, unapokutana na neno mwana wa Mungu au mwana wa Mungu, usifikiri hii ni sifa kuu kuliko mwana wa Adamu. Unapokutana na neno mwana wa Adamu uisome kwa makini. Wala haimaanishi hata kidogo kwamba Bwana Yesu anaukana umungu wake au anaje katika kundi la wanadamu au anajifananisha na wanadamu. La hasha. Mwana wa Adamu ni sifa kuu na ya kipekee ambayo iko kwa Yesu Kristo peke yake, mkombozi wetu. Na kusihi ndugu yangu Muislamu, soma hizi Injili uone namna gani katika kila sehemu ya Biblia, hususan katika Injili,
hili neno au hii sifa mwanadamu inavyowekwa katika kila kifungu chake. Kwa mfano, ni sehemu 3 tu hizi sifa mwanadamu zinarudia mara 2 katika mstari mmoja. Mfano, Mathayo yeye anairudia mara 2 katika sura ya 26 na mstari wa 24 tu. Marko anarudia katika sura ya 14 mstari wa 21. Na Yohana anairudia mara 2 katika sura ya 12 mstari wa 34. Lakini katika nafasi hiyo hapa si Bwana Yesu anayezungumza. Mara nyingine zote zilizobakia kama nilivyosema ni Bwana Yesu mwenyewe akijizungumzia kwamba yeye na kujitambulisha kwamba yeye ni mwana wa Adamu. Hili liko wazi katika maandiko na ndivyo Kristo tunavyofahamu na kuamini na kuona maandiko yanavyotuelezea. Nikutie moyo ndugu yangu, soma injili hizi upate kumjua huyu Yesu Kristo, mwana wa Baba aliyeshuka, akatoa mwili, akafa msalabani kutuokoa kutoka katika dhambi zetu, lakini pia kwa namna ya ajabu na ya ukuu akafufuka katika wafu, ushindi mkuu dhidi ya dhambi na mauti, na kumshinda kabisa yule shetani ambaye alituangusha pale wazee wetu Adamu na Hawa walipokula lile tunda pale bustanini Edeni na kutuingiza katika hali ya dhambi. Kwa hiyo nikutie moyo uweze kumjua huyu Kristo ili uweze kupata nafasi ya wokovu, upate kumwamini na kumkiri kwamba huyu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na hakuna namna nyingine yote ya kuifikia maisha ya milele ya mbinguni isipokuwa huyu Kristo. Mungu akusaidie sana. Mungu akubariki.